Okay, ni iwekewe. Basi unakuta kwamba watu wanawekewa hii 3 4 kwa sahani moja, anataka na unakuta hapo wale wengine wanakosa. Halo. Kama ni kwako ni sawa, wewe hata kula ile, lakini hii ni ile ambayo unaona ni ile bubi mayai inakuchemsha, alafu wewe unaenda kuchukua 5 unaweka kwa sahani moja. Awani kama umesha anguka hapo mpaka wale jula ambao wa nyuma anakosa yai na mlikuwa mmehesabiwa. Ukiona kwamba mmehesabiwa, tunasema kwamba ni watu 30. Kwa hivyo kimadhana inastahili kuwa 30, na wewe umeenda na 5 wa kwanza. Hebu tuangalie. Kwa hiyo unakuta kwamba hii neno inastahili kuwa kwako. Halo. Na unajua sasa ninahubiri hivi, na wiki hii kuna mtu ambao anaanguka kwa hiyo. Hii wiki nakwambia, ninajua kwamba kuna wale ambao nilisema kwamba wasinunue simu. Ninajua kwamba siku baada wengine hakuja, wengine kama kuna mtu ambao alinunua hakuja. Maana nilisema kwamba msinunue simu wiki juu ambao simu ya leja, maana itakuwa mtego. Kwa hiyo na wiki kuna watu ambao wataanguka kwa hiyo ya chakula. Utaona mayai mingi. Wana hii ilikuwa imehesabiwa kwanza, usema kwamba ni Mungu. Usema kwamba ni Mungu. Wacha chukua moja. Halo? Na unakuta kwamba okay. Tumalizie na 7. Psalm 37 verse 3. Mtumaini Bwana ukatende mema. Ukatende mema. Kwa hiyo unakuta kwamba katika hiyo hali utende mema. Ukae katika nchi upendeze na uaminifu. Ukae katika hiyo nchi. Kwa hiyo ile nchi ambayo Bwana ameongea, anasema kwamba ukae katika hiyo nchi na upendeze na uaminifu wake. Sawa ile. Nawe ujifurahishe katika Bwana, naye atakutimizia haja za moyo wako. Yes, anasema kwamba atakutimizia haja ya moyo wako. Nini na wewe unatafuta? Kwa hiyo unakuta kwamba watakuwa na shaka. Kwa hiyo kwa kila ambao kiko ujua kwamba umtumainie Bwana. Naweza kumtumainia Bwana kama kuna nini? Kuna shida na yeye. Ondoa kuwa na shida na Mungu. Wacha niseme, ondoa kuwa na shida na Mungu. Kwa nini? Wakati ambao yeye mwenyewe anaanza kulaisha na wewe. Kwa hiyo wakati ambao anaanza kulaisha na wewe, hata ukienda kuomba unakuta kwamba hakuna nini, hakuna kitu itatendeka. Lakini yule ambao atafurahisha Mungu, basi naye atakupatia haja ya moyo wako. Na naachilia neema hii, Bwana akakupatia haja ya moyo wako. Wewe ulio nyumbani, tunaenda kutumalizia nikisema kwamba basi Mungu anaenda kupatia haja ya moyo wako. Wakati ambao unaenda kumtumainia ni wakati ambao unaenda kushika hiyo sheria zake, maana hiyo ndio moyo wa imani. Kwa hiyo wakati ambao unakuwa na ya kwamba uko na moyo wa imani, inakuwa kwamba basi hakuna kitu kingine inaweza kukutenga na Mungu.
Kwa hiyo kuna watu ambao hawajafurahishwa na Mungu. Ninasema kwamba siku ya leo ukaweza kumrudia Mungu. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu mmoja akitoka kanisani anatenda dhambi. Kwa hiyo unakuta kwamba moyo wa Mungu unakuwa na huzuni naye. Kwa hiyo ninasema kwamba na wewe kuanzia siku ya leo ukuwa na imani, ukuwa na moyo wa imani, ukatende mema, na baada ya kutenda mema ninasema kwamba Bwana akurekeshie kila ambao kilichopotea katika jina Kristo, akakupatia haja ya moyo wako. Ninasema kwamba na kama kuna mtu ambao aliyeturudi nyuma, rudia ombi hii nyuma yangu, kusema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, ninajua kwamba nilikutenda dhambi ya wakati ambao nilikosa kuwa na furahishwa na ulikosa kufurahishwa na mimi kwa ajili kukosa kutenda dhambi. Bwana unisamehe, andika jina lako kwa kitabu cha uzima, futa jina lako kwa kitabu cha mauti. Kuanzia siku ya leo nimekuwa wako katika jina Kristo. Ninaenda kukufurahisha kuanzia siku ya leo katika jina Kristo. Asante Yesu, maana unaenda kutitetea katika jina Kristo na kuamini. Wacha nikwambie Baba, katika jina Kristo ukamrekeshie, ninanena ni ya kwamba ukampatia haja ya moyo wake katika jina Kristo, ukamuondolee kupa mapema katika jina Kristo, na achilia neema ya kubarikiwa kwake katika jina Kristo, na achilia neema ya kubarikiwa na kuongezewa miaka katika jina Kristo, naomba kwa mimi. Amina. Sema amina. Bwana kubariki. Tusimame.